Siasa za Tanzania zimejikuta katikati ya moja ya mijadala mikubwa zaidi ya kisiasa na kisheria katika miaka ya hivi karibuni. Kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa upinzani Tundu Lissu imegeuka kuwa zaidi ya shauri la mahakamani. Imekuwa ni mjadala mpana kuhusu mustakabali wa kidemokrasia, ushindani wa kisiasa na mipaka ya uhuru wa kujieleza nchini Tanzania. Wakati taifa likifuatilia kwa ukaribu zaidi mwenendo wa kesi hiyo, swali kubwa linalozunguka vichwa vya wengi ni hili: je, mchakato huu wa kisheria unaashiria mwisho wa safari ya kisiasa wa Tundu Lissu au ndio mwanzo wa sura mpya katika historia ya siasa za Tanzania? Mlolongo wa matukio ya kisiasa na kisheria unaomhusu Tundu Lissu, kiongozi mkuu wa upinzani na mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, umekuwa ni mojawapo simulizi muhimu zaidi katika historia ya kisasa ya Tanzania. Kesi yake ya uhaini iliyoanza kabla ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 hadi hatua ilipofikia sasa mwanzoni mwa mwaka 2026 imeibua maswali makubwa kuhusu ushindani wa kidemokrasia, uhuru wa kujieleza na mustakabali wa siasa katika taifa hili la pili kwa ukubwa kiuchumi katika Afrika ya Mashariki. Tundu Lissu ni mwanasheria, mbunge wa zamani na kiongozi mashuhuri wa upinzani. Mnamo Januari 2025 alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa Chadema, hatua iliyomweka mbele zaidi kama mpinzani mkuu wa chama tawala cha Chama cha Mapinduzi CCM, akiwa anajulikana kwa kauli zake za mageuzi na ukosoaji wa sera za serikali. Lissu aliwahi kunusurika jaribio la kuuawa mwaka 2017 lililomwacha na majeraha makubwa, tukio lisilo la kawaida katika siasa za Tanzania ambalo liliongeza umaarufu wake kama sauti thabiti ya mabadiliko ya kisiasa. Changamoto zake za kisheria zilianza tarehe 9 Aprili 2025 alipokamatwa wakati wa mkutano wa hadhara mjini Mbinga. Baadaye alishtakiwa rasmi kwa kosa la uhaini, kosa lisilokuwa na dhamana chini ya sheria za Tanzania, analobeba adhabu ya kifo endapo mtuhumiwa atapatikana na hatia. Mamlaka zinadai kuwa hotuba zake na wito wake wa hadharani wa kufanya mageuzi ya uchaguzi na kususia uchaguzi chini ya kauli mbiu No reforms, no election, zilizochochea jitihada za kuvuruga uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba 2025. Hata hivyo, Lissu amekanusha mara kwa mara tuhuma hizo, akidai kuwa zina msukumo wa kisiasa na kwamba kauli zake ziko ndani ya haki za kikatiba za uhuru wa kujieleza na kukusanyika. Mbali na shtaka la uhaini, alikabiliwa pia na tuhuma zinazohusiana na makosa ya mtandao kutokana na machapisho ya mtandaoni. Katika kipindi hicho hicho, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kilizuiliwa kushiriki katika uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika 2025, hali iliyokiondoa chama kikuu cha upinzani kwenye ushindani wa kura. Uchaguzi huu ambao uliendelea na kumshuhudia Rais Samia Suluhu Hassan akishinda kwa wingi wa kura chini ya Chama cha Mapinduzi CCM. Makundi ya upinzani yalipinga matokeo hayo, yakidai kuwepo kwa kasoro katika mchakato wa uchaguzi pamoja na ukandamizaji wa kisiasa. Maandamano yaliripotiwa katika maeneo kadhaa, huku vyombo vya usalama vikiongeza ulinzi. Kesi ya uhaini inaendeshwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, mbele ya jopo la majaji linaloongozwa na Jaji Mkuu wa mahakama hiyo Dastan Nduguru. Tangu Aprili 2025, Lissu amebaki rumande kupitia kipindi chote cha uchaguzi hadi mwaka huu 2026. Kesi hiyo imekuwa ikiahirishwa mara kadhaa kabla ya uchaguzi. Hata baada ya uchaguzi Oktoba 29, upande wa mashtaka umeendelea kuwasilisha mashahidi wakieleza madai ya juhudi na kuhamasisha kuvurugwa kwa uchaguzi. Mwanzoni mwa mwaka 2026, Mahakama Kuu ilikataa jaribio la upande wa serikali kuwasilisha ushahidi wa ziada, hatua iliyochukuliwa kama maendeleo muhimu ya kisheria katika mwenendo wa kesi hiyo. Upande wa utetezi umeendelea kupinga msingi wa kisheria na mashtaka na kuhoji uhalali wa baadhi ya ushahidi na taratibu za mahakamani. Wakati mwingine, Lissu mwenyewe ameshiriki kikamilifu katika kujitetea, hasa wakati wa mijadala kuhusu uwakilishi wa kisheria na haki za mshtakiwa ilipojitokeza. Mjadala unaozunguka kesi hii umevuka mipaka ya mahakama. Wachunguzi wa kikanda, mashirika ya kiraia, wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na mashirika ya kimataifa, wanadiplomasia wamehoji kama kizuizi chake kinazingatia kikamilifu viwango vya haki ya kusikilizwa kwa usawa na uhuru wa msingi. Kwa upande mwingine, mamlaka ya serikali zimesitisha kuwa mashtaka hayo yanatekelezwa kwa mujibu wa sheria na ni muhimu kwa kulinda utaratibu wa kikatiba. Kadiri Tanzania inavyoendelea kuingia zaidi katika mwaka 2026, suala kuu si tena tu kama Lissu ana hatia au hana hatia kisheria, bali ni maana ya mapambano haya ya muda mrefu ya kisheria kwa mustakabali wa kisiasa
Iwapo atapatikana na hatia, athari zake zitakuwa ni kubwa zaidi na zinaweza kumzuia kushika nafasi ya uongozi wa umma, jambo ambalo litapunguza kwa kiasi kikubwa ushiriki wake moja kwa moja katika siasa za kitaifa. Kwa hali halisi, matokeo hayo yanaweza kubadilisha kabisa ramani ya uongozi ndani ya Chadema na upinzani kwa ujumla. Hata hivyo, kesi ya kisiasa mara nyingi huendelea kupitia rufaa na mapitio ya mahakama. Hivyo, uamuzi wa mwisho unaweza kuchukua muda mrefu zaidi kupatikana. Zaidi ya mahakama, ushawishi wa kisiasa wa Lissu hauwezi kupimwa kwa uhuru wake wa kimwili. Kwa uhuru wake wa kimwili pekee, tayari safari yake ya kisiasa imejengwa katika mazingira ya changamoto. Jaribio la kuuawa kwa mwaka 2017 ambapo alipigwa risasi mara 17 ilimlazimu kwenda uhamishoni kwa muda, lakini pia liliongeza umaarufu wake kitaifa na kimataifa badala ya kuupunguza. Kurudi kwake kabla ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2020 kuliongeza taswira yake kuwa mtetezi jasiri wa mageuzi. Hata akiwa rumande, jina lake linaendelea kuwa sehemu muhimu ya mijadala ya kisiasa. Miundo ya Chadema inaendelea kufanya kazi na mijadala kuhusu mageuzi ya uchaguzi na nafasi ya kidemokrasi mara nyingi kabisa itaja kesi yake kama rejea. Katika siasa, ushawishi haupatikani tu kupitia bunge au majukwaa ya kampeni. Unaweza pia kujengwa kupitia ishara na mtazamo wa umma. Nguvu na mshikamano wa Chadema vitakuwa na mchango mkubwa katika kuamua kama tukio hili litakuwa na mapumziko ya muda au mwisho wa safari. Ikiwa chama kitaendelea kuwa na umoja, kujenga uongozi wa pili na kuendeleza harakati zake ndani ya mifumo ya kisheria. Kutokuwepo kwa Lissu kunaweza kuwa kwa muda tu, lakini ikiwa kutakuwa na mgawanyiko ndani au kupungua kwa ushiriki wa umma, msingi wake wa kisiasa unaweza kudhoofika kadri muda unavyoendelea. Mwisho wa yote, mahakama hutoa hukumu za kisheria, lakini wananchi huamua umuhimu wa kisiasa wa kiongozi. Kwa baadhi ya Watanzania, kesi hii inaonekana kama ni utekelezaji wa kisheria na utaratibu. Kwa wengine ni ishara ya kupungua tu kwa nafasi ya kisiasa. Tafsiri ya umma kuhusu mwenendo wa kesi hii itachangia zaidi katika kuunda urithi wa kisiasa wa Lissu kuliko maamuzi ya kiutaratibu ya mahakama pekee. Kesi hii pia imechochea mjadala mpya wa kitaifa kuhusu mageuzi ya uchaguzi, mipaka ya uhuru wa kisiasa na uwiano kati ya usalama wa taifa na uhuru wa kidemokrasia. Kwa maana hiyo, bila kujali hukumu ya mwisho, tayari kesi hii imebadilisha mazungumzo ya kisiasa nchini Tanzania. Kwa hatua hii ya mwaka 2026, ni mapema sana kusema kuwa safari ya kisiasa ya Tundu Lissu imefikia mwisho. Hatari za kisheria ni kubwa kabisa na zinaweza kubadilisha mwelekeo wa maisha yake ya kisiasa. Hata hivyo, historia ya siasa inaonyesha kuwa mara nyingi safari ya kisiasa haziishi kwa sababu ya mashtaka pekee. Huishia pale ambapo uungwaji mkono wa umma unapotea, vyama vinadhoofika au uhalali wa kisiasa unapotea. Kwa sasa, pazia la mwisho bado halijashuka. Mahakama inaendelea kusikiliza hoja, wanasiasa wanaendelea kujadili na wananchi wanaendelea kufuatilia kwa makini zaidi kila hatua ya kesi hii. Historia ya kisiasa mara nyingi imeonyesha kuwa wakati mwingine changamoto kubwa zaidi ndizo zinazozalisha sura mpya za uongozi na harakati za kisiasa. Iwapo tukio hili litabaki kama mwisho wa safari ya kisiasa ya Lissu au litageuza kuwa mwanzo wa enzi mpya ya mijadala ya kisiasa nchini, hilo bado halijaamuliwa kikamilifu. Hatimaye, pamoja na maamuzi ya mahakama, nguvu ya mwisho itabaki mikononi mwa wananchi na mwelekeo ambao taifa la Tanzania litaamua kuufuta katika safari pekee ya kisiasa. Hii ni Habari Fupi Mahiri kwa Afrika. Mimi ni Joseph Isangura.